Mungu anataka maamuzi. Uamue wewe. Ukianza maamuzi huku mwilini tunakuja kumalizia tu. Ushindi wa mwilini tunamalizia tu. Lakini maamuzi ya kwanza yenye nguvu yako ndani yetu. Ndio mwenzako ni maamuzi ndani wewe. Yatumie maamuzi. Yatakuletea matokeo. Amua toka ndani. Chochote fanyacho amua ndani. Amua toka ndani. Ukiamua toka ndani, hakuna kitu kinashinda. Hakuna adui yako anashinda. Hata kwenye wokovu tunapoamua kuokoka, kabla tujakiri wokovu kwa vinywa vyetu, maamuzi yanatokea kwamba nimeamua kuokoka. Nimeamua kuokoka. Maamuzi yanatoka wapi? Ndani. Sasa wengi wameokoka kwa vinywa, lakini ndani yao hawajaokoka. Yesu. Ila hapo vinywani anasema nimeokoka, anatamka wokovu, lakini ndani yake hajaamua. Wende sema hajaamua. Ametamka wokovu, maisha anaishi sio wokovu. Sio hajaamua kuokoka. Haleluya. Aliamua, hawezi kujirudia kwenye makosa yale yaliyosababisha awe dhamini, na hawezi kukosea kwa makusudi. Mungu alitupa maandiko. Kuna maandiko yametupa msamehe mara 70. Baada ifike mara 70. Bwana ni parefu sana. Sikiliza, kuna wakati fulani ndio kama mara moja au kamatwa. Sio. Kwa amua. Tunaenda kwenye maombi haya. Amua. 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 Amua kutoka hapo ulipo. Wangapi ndio amua kutoka kwenye ofisi? Hakuna ambaye anapenda ufukara. Hakuna anayependa umasikini. Hakuna. Sasa nitaona kesho. Kesho siku ya kwanza. Mapema nitaona walioamua hapa. Nataka uamue katika jina la Yesu. Na ili utoke kwenye hali hiyo na usio hivyo. Na ninaamini Mungu hata tuacha na hali hiyo. Mungu anafungua kimeza miujiza mingi sana. Mwezi wa urejesho mambo yaliyopotea. Maana mtu anakusaidia kurejesha vile vitu vilivyopotea. Ikiwa mtu aliingia kuwasaidia wale jamaa wasiungue, kumbe hata wewe unaweza kusaidiwa kupata mali zako zilizopotea. Unaweza kusaidiwa kupata hatima ya maisha yako. Na Mungu akusaidie kesho. Na kuombea neema hii. Hii neema isitoke kwako. Isitoke kwako hii neema. Isitoke kwako hii neema. Isitoke kwako hii neema. Pokea neema. Pokea neema kushinda. Pokea neema kushinda. Pokea neema kushinda. Pokea. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana kwa kuwa mmesikia na mnaenda kesho kuyatekeleza. Wangapi wanasema hata kuwepo? Wangapi wanasema tutakuwepo mpaka mwisho? Tutakuwepo mpaka siku 4 zote. Haleluya. Mungu akubariki. Na mbona hamna maswali kwenye maombi haya? Hakuna maswali yote. Ni maombi tu. Mbona uulizi swali? Utafungaje? Utafunga na utafungaje kama unafunga? Masaa 12 ukiweza zidisha. Sawa? Masaa 12 ukiweza zidisha. Sawa? Bado una maswali tena? Una maswali tena? Hakuna. Mungu akubariki kesho mapema sana saa 9. Mwambie mwenzako usikose. Alafu na mwenzako amwambie mwenzake. Na yule mwenzake akamwambia mwenzake. Na yule mwenzake tena akamwambia mwenzake. Mwambie anza wewe. Anza wewe. Yesu. Ile binti yangu pale alikuwa anielewi mwanzoni wakati naongea naye. Mwanzoni alikuwa anielewi kabisa. Lakini baadaye akaelewa. Siwa. Haleluya. Yesu. Anielewi mwanzoni. Haleluya. Jambo. Barikiwe sana. Umekuja. Wewe ni roho mwanzoni kweli? Ulikuwa unanielewa mwanzoni siku ya kwanza?
baadaye ukanielewa. Ulionielewa ulishindwa au ulishinda? Ulishinda. Yes. Aseme kidogo umeshinda nini? Uko tayari kusema? Uko tayari au kujiandaa kusema hivyo? Unahema kwanza, pumzi imezidi. Lazima upige stop pumzi. Waangalie. Sema kile ambacho wewe umeshinda. Ulipokuja ulikuja nacho, lakini baadaye utaelewa ukashinda. Hebu sema. Kama unaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mimi nilikuja hapa kwa nia ya mtu mwingine, lakini kumbe mwenyewe nikaa na shida. Kwa kweli nimesaidika. Amen. Na sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Siku ile ambapo nilikuwa nawaza, kwa kweli sasa hivi zimetoweka. Ili tena siku zote za kumshukuru Mungu sina tena. Labda nataka kujua wewe ulikuwa unafanyaje mwanzoni? Unajua unaweza kusema yameisha. Ya mtu atamini tukana la naomba unisamehe. Sinajua na kwa hivyo. Sasa wewe mwanzoni ulipokuwa unakuja ulikuwa na nini na ukaja napi katokea nini? Hapo nasikia wengi hapo. Wewe hapo wewe unapoongea na wao wanasikia na wengine kule wanasikia. Kwa nilivyokuja hapa nilikuwa nina shida. Ndio. Kuhusu mtu wangu nimuombe. Ila baba mume wangu. Mume wangu nimuombe, lakini baba akaniambia shida ninayo mimi mwenyewe. Na hiyo shida nimesaidika hapa kwenye madhabahu hii. Ulikuwa ni shida mbaya? Ndio ile shida mbaya. Ilikuwa mbaya ndio. Sio nzuri kusema. Yaani nimefunguliwa na nili. Nimefunguliwa kiumbe changu ambacho kilichokuwa kimefungwa, ambacho mimi mwenyewe nilikuwa sifahamu chochote. Na ambacho nilikuwa nimeambiwa niende sehemu nikafunguliwa, lakini nimekuja hapa nimefunguliwa sijatoa hata. Wewe kwa wazi, unajua shuhuda mwanangu. Kwa shuhuda ilienda wapi? Watu ilienda wapi? Yaani ilienda kwingine. Wapi? Yaani unajua shuhuda tunasema sema vile ulienda wapi? Yaani hapo ndio ulizo shetani hili. Nilienda pale, nikaenda pale, nienda kwa mganga. Kama ni mganga unasema mganga. Ili hao wajue kwamba ni uko kwa mganga hakuna kitu. Yaani mimi kabla sijaja hapa kanisani nilienda kwa mganga. Nikaambiwa mtoto amekaa vibaya, hivyo natakiwa ulete tukusaidie. Kwa nini sina hata nia? Hasa nikasema nitasaidikaje wakati sina hata nini? Sina hela. Nikasema hivi nikalipotezea. Lakini nilipolipotezea nikasema siku nikipataga nitafanyaje? Nitaenda. Lakini sikuwa na wazo la kusema kuja hapa. Lakini kumbe Mungu alikuwa yeye mwenyewe anajua anachokifanya kwenye akili yangu. Mimi nikawaza nikasema mume wangu mimi hana shida, baba kijato wangu ana shida. Hivyo nije huku nimsaidie. Kumbe Mungu ndiye ananileta hapa mimi mwenyewe nisaidie. Yaani nimesaidika hapa sijatoa hata 100 na nimesaidika na mambo yangu yako vizuri sasa hivi na mtoto wangu anacheza vizuri tumboni. Mtoto achezi, nimeambiwa nitafute hela nikatibie nifungulie mtoto akae vizuri, lakini nimekuja hapa nimeombewa mtoto wangu yuko vizuri na anacheza. Mtoto muda mwingine alikuwa anapotea tumboni, yaani simsikii kucheza, yaani sisikii ani mapigo yake ya moyo nikawa sisikii kabisa.
Nikawa nachukulia kitu cha kawaida, nachukulia mtoto anajificha baridi, lakini kumbe haikuwa hivyo. Lakini nimekuja hapa nimesaidika kwa kweli. Mtoto wangu anacheza tumboni, namsikia vizuri na kufunguliwa, nimefunguliwa. Tena kule tena sijaona tena dalili haja ya kwenda kule tena. Sio sasa nimefunguliwa, siniendelee kuja hapa nifunguliwe zaidi. Haleluya. Haleluya, makofi. Hapo nikasema kama nimeweza kusaidia, kama ameweza kunifungua, nimeweza kusaidika mwanangu aliyoko tumboni. Nilikuwa najua tu mwanangu amekaa vibaya, mwanangu amefungwa. Sasa nikasema hivi, kwa nini nisimwambie anisaidie na mengine kama hili kaweza kunisaidia? Nikabidi nisimwambie, nikampigia telefoni, nikamwelezea kila kitu. Nikamwelezea. Kwa kweli mimi nilikuja hapa nikiwa ni ile tu basi. Jamani, watu wanaosema ukikutana na chura anarukaruka, mpige teke aende mbali. Ni kweli kabisa. Wale jinsi wanapokutana na chura na mambo yake ndio yanakuwa yanaruka hivyo. Mimi mambo yangu ni ya kurukaruka, nitoke hapa niende mkoa huu. Yaani ninarukaruka. Ulikuwa unaruka au unaruka? Mpaka sasa unaruka? Kwa nini hapana? Nimekaa sehemu moja na nimetulia na nina amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimewahi sema siku moja, ikaambia ukiona chura, kila wakati ukutana chura mbele yako na haogopi anarukaruka mbele yako, sio mara moja. Ukiona hiyo hali, usione ya kawaida, ni shida, ni maisha yako. Yaani huko rohoni kumeisha tayari. Kwa hiyo kinakuja kuonekana mbele yako, huku tayari kimemaliza. Wewe maisha yako ni ya kuruka, kibiashara, utatulia, utarukaruka, utapata pesa, utafanikiwa kwa chochote. Chura sana anarukaruka. Yaani mdomo na watu huo. Kwa hiyo na wewe mwenyewe utajikuta unarukaruka, maisha kuruka, hata mafanikio utayaona. Wakati fulani ukaruka ukaacha nyuma au kaenda mbele ukapita zaidi. Kwa hiyo unaruka vitu vizuri na kaenda vitu vibaya. Kwa chura tafsiri yake ni mbaya sana. Kuonana. Mimi nilipata hicho kitu na ndio kusaidia na wewe. Sasa binti huyu siku ile anapoongea hapa akakumbuka kuna chura alikuwa kuja mpaka wapi? Miguuni. Mpaka miguuni. Yaani kabisa chura anakuja mpaka miguuni. Nilipo kutawana hivi chura kumsainisha. Baada ya kusikia ukasema wewe chura umeisha. Wewe chura leo umeisha. Kusainisha. Yaani ninampiga huku nasema ushinde kwanzia leo maisha yangu mimi sio ya kurukaruka tena. Yaani kwanzia toka ile chura nimenua, nilimwagia chumvi na maji ya baraka. Sijawahi kukutana na chura tena. Haleluya. Yaani alipobaka siku ya kwanza tu. Kumbe chura, mbona mimi chura wote nakubeba miguuni ya viogopi? Zinaruka mbele yangu. Angalia sana, ukiona unaona chura, fuatilia maisha yako. Utajikuta wewe unaama sana. Kama ni nyumba za kupanga na nyumba zenye tu. Na sote unaondoka wala hamna sababu ya kukuja. Kweli na nyumba zile zote. Wame. Na kweli mimi kabla ya nanilii mkuu wangu alinipangia nyumba. Alilipa 50 miezi hiyo. Lakini hiyo kodi sikuimaliza pale. Nikatoka, nikaacha kodi pale. Yaani niliacha kodi pale, nikaondoka. Nikamwambia bwana mimi sitaki kuishi peke yangu, sitaki kuishi pale. Wewe si uling'ang'ania kusema hivi nataka nikupatie, nikamwambia mimi sitaki. Ile kodi nikaiacha. Na ukiandika mkataba wewe hela urudishiwe, inabaki faida ya mwenye nyumba. Ile hela nikaiacha. Yaani na hata kama nikipata hela
kwangu mikononi ni haikai, ni haikai. Utaenda Dar, utaenda Iringa, utaenda sijui wapi, yaani utaenda mikoani, unatembea, lakini hauna hata ukija kurudi kusema umerudi nyumbani, hauna hata kitu ulichokiambulia au kokote ulipozunguka. Chula huyo. Wewe unaweza kuwa chula wewe. Unajua tabia yako. Sema sita kwako. Haleluya. Usimwache chula fahamu mbele yako. Nilipokutana na chula, kajinaka kwenye mlango wa choo, nikasema wewe leo halali yangu. Leo mpaka nikue. Na kuanzia leo maisha yangu, yaani namuoa huku nasema kuanzia leo maisha yangu mimi sio ya kurukaruka tena. Sio ya kuhangaika tena kuanzia leo katika jina la Yesu. Huku namwagia chumvi na mmwagia maji. Nimaliza nikaenda nje nikamchoma. Alisaukia hapo hata sijui alienda atajua yeye. Haleluya. Yaani toka hapo ndio nikaanza kusikia tu nasema kumbe unaweza mtu umekaa. Unasema kitu cha kawaida unakipia. Kumbe unavyokipisha ndio unakipa nafasi sasa kwa karibu yako sasa. Lakini ukifanyia shughuli pale ukiteketeza, haiwezi kuja karibu yako. Mimi nimekiteketeza, singekukiona kwenda karibu yangu. Lakini ningekuwa sijakiteketeza, ningekuwa tayari nishakutana nao kutosha. Na kuliko mtoto. Yaani tena na ninapokaa ningekuwa nishaondoka. Yaani miguu inawasha. Wewe kama umeoa chula tena hakuna tena hiyo. Yaani toka nimeoa chula. Siwezi kukutana na chula tena. Na kurukaruka tena kumeisha. Yaani nakurukaruka kumeisha. Kila nimekaa naye ananiambia wewe tukae tu, uswage maisha, wewe kaa. Wewe niombe tu nipate hela kodi, tulipe kodi, tuendelee na maisha. Basi namuombea huko nimekaa naye. Mungu ambariki tena aje huko mbele. Haleluya. Kuna kana iko hapa. Mheshimiwa. Ndio. Ndio hapo naye. Anajijua. Anajijua. Anaweza kanaka kujisahau. Wote kazi mbele. Aje muoneshe. Haya. Ndio. Haleluya. Unahangaika kweli ukakutana na mtu sahihi ambaye anaweza kukusaidia kwenye matatizo yako. Kwa hiyo hapa ndio kaka naye. Huyu ndo nakaa naye. Anaona uzuri wako pia. Mimi nilikuwa ninakaa naye, mtu nakaa naye vizuri tu, lakini shida inatokea hata bila sababu. Shida inatokea. Chula huyo. Ikitokea shida sipati tena hamu ya kukaa pale. Lazima niondoke. Sipati hata kama nikiondoka yule mtu bado anahitaji kukaa na mimi, lakini mimi ninakuwa sihitaji tena kukaa. Chula huyo. Chula. Unajua kwa nini sema tatizo liko kwako, sio kwa wanaume wanaokuacha. Lakini kumbe shida ipo kwangu. Sio kwa wale ambao tuseme hivi, wale watu wanaoniacha, wale watu ambao nawaona wafai, tunazozana. Kumbe shida ipo kwangu mimi mwenyewe. Yaani nimekuja kumwombea mtu, kumbe shida ipo kwangu mimi mwenyewe. Yaani ndio yule Mungu anakuambia hivi. Yaani ndio yule mtu. Yaani kusema hivi, naenda kumwombea fulani, kumbe wewe mwenyewe una shida. Yaani mimi nilikuja hapa takusema kama nani baba hapa alivyokuwa anahubiri hapa mbele, anasema nenda kaniombe. Sasa mimi yule hakusema nenda kaniombe, nilimwambia twende kanisani, akakataa. Alivyokataa mimi nilimleta hapa sio kwa niaba yangu, ili yeye nimuoe, ili yeye asaidike yeye na matatizo yake. Yeye alivyokataa nikasema ngoja mimi niende kwa niaba yake, itamkuta huko huko. Itamkuta huko huko. Sasa nilipokuja hapa naambia tena shida ipo kwangu, sielewi. Wakati mwingine nimemwacha nyumbani, hata unakuja hapa ndio mwenye shida ni mimi. Haleluya. Kwa hiyo unajua angejua shida mapema asingeleta madhara hata kwa huyo mwenza wake. Madhara asingetokea. Hii madhara yake siku
kumfungia yote unaenda sehemu tu. Hakutakiwa kuolewa. Na akiolewa lazima iwe madhara kwa mwanaume. Kwa sababu madhara ndio yanayo yeye. Kwa hiyo mwanaume atakayeoa, atakayemuoa huyu, lazima apate tatizo. Lazima. Akianza kama ni mtihani, bado imefika popote, ishaanza kuonekana. Sasa kwa sababu wanasema kupenda roho ula nyama mbichi, basi unang'ang'ana bei inawezekani kwa lolote. Sasa unazidi kuteketea mpaka unaisha. Sasa huyu alikuwa anaanza kuna ishara zilikuwepo kwa hiyo jamaa, na huyu hajui kwamba yanatoka wapi kwake, anajua shida anazo yule. Sasa yule shida zake ndio zikawa zipo, ila ni kidogo, lakini huyu ndiye beba mashida yote, zipo yote. Ukiingia unakishwa wewe, wewe kisha ni zake. Alianza kwa yule shuka mapema, huyu sasa ndio moto au moto. Ila sasa hivi anapoenda hivi sasa hivi alipo hiyo ndio anapona, na anapona ila vitu vya kupona. Kisha tena ndio aturudi na kingine lakini cha kwanza ndio Yesu anapona vyote, atakuwa salama. Maana nilielewa hata huyu mwingine ulienda. Kwa hiyo napoanza alikuwa ni mtu alikuwa na mguu mmoja, na huo mwingine ndio huo ambao unaleta shida, na kwenda huko. Angalia yani dalili za stari sio stari. Akiona wapoza niondoka mguu. Kwanza alianza ishara. Yeye taarifa huyu amekuja kuona mguu haupo. Walianza mahusiano. Jamaa mguu wewe. Walianza kutengeneza kwa namna ya kukaa ili wao sasa tukae ndio bibi na bwana. Mguu mwanzo sana ule kama ile kwa watakiwa kutoka. Anabaki na nini? Sina wewe mguu naondoka huko. Sasa hivi baada ya huyu kujua kwamba matatizo yalikuwa kwangu, na haya matatizo ya kujua kuna tamko ile tamko kwa huyu, ila yeye sijui kama nakumbuka huko walitamkia kuna kitu huyu alikataa, kuna ushirika alikataa. Huyu alipokataa wewe ushirika, wakasema tutaona kama atakuja kuelewa, sasa kama ataishi kwa huyu. Ilikuwa asiwe hivyo au mganga, yaani mganga sio mganga mdogo, apishe mzigo wote ungana fu akagoma huyu. Hapo hapo ile kesi ikaingia na alikuwa bado Yesu, lakini akataa zigo la mabaya ikaingia ile ile akataa uganga mbaya ikaingia kuanzia muda huo mpaka hapo. Unakumbuka maneno? Unakumbuka tamko hilo aliyotamkio? Hapana. Ukumbuke. Ndugu yako yote mganga alitamka hivi. Alisema ni mganga. Ni baba. Ni baba kwa mganga. Mganga wa nini? Wa majini. Sasa shida ni kwamba yeye ana lenga yeye anakwepa. Bado anakwepa mtego. Anataka yeye mtego wake. Hamna, sio sasa nakwepa. Mimi nimesema kulikuwa huyu mganga. Na ulikataa. Na unajua kumbe kama kuna kweli kuna uganga. Sasa si place tu. Na umekuja hapa hiyo nguvu inazidi kuharibiwa. Na ndio maana kuna vitu kwa navyo ulimwengu wa roho kwa navyo haitatumika. Ulimwengu wa roho hata kama ikataa, ndio mateso yanakuja mwili kwa mtu wewe kuoa. Usiku anaona yote, mchana kija kuolewa na mtu huyu anaonekana lazima ateseke, kwa sababu ile nguvu ya usiku inakuja mchana. Na wewe kuoa wale wao usiku tunaishi na mwanadamu mwisho vizuri katika hiyo ndio yeye usiku anakuwa binadamu. Alafu mwingine asiwaambie sasa ndio hizo
Ndoto sio nzuri. Unaweza ukaota mara nitaota nakimbizwa na ng'ombe. Unakuta ng'ombe mkubwa mweusi ananikimbiza kwenye matuta. Mara unaota nakula nyama. Tumekaa hivi tuko tunakula nyama. Yaani sina vile nikilala nikiota nakula nyama. Hata mtoto kucheza tumboni ni ngumu. Mtoto anakuwa hachezi tumboni. Yaani kwanza hata mtoto tumboni inakuwa simsikia yani. Hata kucheza. Yaani ni ndoto mbaya ambazo nilikuwa ninaota, mara nakula nyama, mara nakimbizwa, mara niko msibani, mara nikute madamu, mang'ombe mengine yamefungwa, yale mang'ombe yanatoka mule, anaanza kunikimbiza, mimi nakimbia. Na mwingine ukuta niko kwenye matuta, nakimbizwa ukuta na ng'ombe mkubwa, mweusi, ananikimbiza kwenye matuta. Ninakimbia. Lakini sijawahi kukamatwa na hao ng'ombe. Kila siku unakimbia. Bila kushika. Sasa unataka kuwa mganga unakimbia ukapata. Na unajua kabisa mwisho wewe ukihangaika sana ukikumbuka sana lazima utarudi. Na utakaporudi lazima utasema nisamee baba, naomba nisamee mimi mtoto wako, atakupokea vizuri tayari. Biashara imeisha. Haleluya. Mbona adui wa Mungu anaokuipo? Alikataa lakini bado wanatafuta namna wamkatie tamaa siolewe. Ikifika mwisho apate tamaa yeye. Wao wakimbie kama tamaa kumaliza hapo. Unaelewa? Sio ndio kataa. Sasa na yeye amekataa kwa lakini anakimbia. Lakini mwishoni huyu binti waliweka paka sio mtoto tumboni. Watoa mtoto wakaweka nyao. Na sipoweka nyao yeye alienda kuchukua bila kujua wao kwa nyao. Haleluya. Anaenda nyuma ya nyumba mpe. Anakwenda paka. Yule paka alikutana siku zote mpaka yule paka anaisha pale. Yeye anasikia mtu yeye, kila kitu anasikia yeye. Mpaka yule paka anapotea. Alipomkuta toka niliona mara kwanza kabisa hajaoza. Mpaka anaoza, mpaka anapasuka, yeye anaona na yeye anasikia mpaka naikilizia pale. Ndio naona peke yake. Yeye amechukua maisha wanakuja kuniambia. Yule nilipokuja huku mchungaji aliniambia. Nikaenda kuambia wale ndugu zangu mimi wakaja kuniambia, wakaniambia. Ndio maana yule paka alikuwa ananuka kama mzoga wa mtu. Walivoniambia kama mzoga wa mtu. Yes. Sasa mimi nikasema mtu mmoja aliniambia kweli kwa pale mimi ndio nilikuwa mtoto pale ninasema paka kumbe ni mwanao. Kwa hiyo huko aliweka nyao. Walibadilisha. Kwa hiyo sikia harufu anaishi huyu kwa ile. Anaishi aliyowekwa. Sio mtoto. Nyao anaishi kwa harufu. Ile chakula chake. Sasa siku ile nawaambia wao niliona nyao hivi, niliona paka hivi, akasema ni kweli niliona paka. Na nimeona paka mwisho mpaka anateketea. Nasikia huko wenzangu wasikia huko ila yeye ndio anasikia. Mpaka naishi. Wenzangu wanasikia harufu ya kawaida. Sasa yaani harufu ya kawaida tu wanasema kuna kitu kinanuka. Lakini mimi hata kama nikiwa ndani, yaani paka yuko kule juu, lakini nimo ndani na yuko nyuma. Lakini nimo ndani ninangu. Yeah. Sasa umepona. Mungu akakufungua. Fungulia tena nyuma. Tena. Roho ya nyao ikome na roho ya chura isirudi kwako. Ninakufutia kabisa kwa jina la Yesu. Na hizo ng'ombe atakufuata tena, mnazifukuza na yule paka hatarudia tena kwako kwa jina la Yesu. Yesu makofi. Ongeza makofi kwa Yesu. Binti ongera kwa kumpokea. Sababu lakini pia ilikuwa vile ilivyokuwa usingempokea. Usingeweza kumpokea na msingekaa. Ulikuwa unasema kitu. Ndio. Alipokuja mamake huwa anakaa na
babake wa kambo pia ni mganga. Ni mganga? Ukiachana na babake mzazi pia ni mganga. Wote waganga? Wote. Mamake alikujaga hapa, mamake akamuombea. Ukamwambia nikikuombea utaendelea kukaa na yule mume wako mganga mchawi. Kumbe leo kuja hapa nikamuombea. Wote na huyo. Wewe. Mama yako leo kuja hapa? Nikamuombea. Nisikilize sana. Siku nyingi. Akafanikiwa? Ndio. Alipofanikiwa akapotea. Bila watu hao. Kwa hiyo mama yako leo kuja na wewe ulikuwa unajua hapa? Nilikuwa napajua, yaani nilikuwa ninapajua ila nikani sasa. Ulikasahau ulikuja? Kuna muda ulikuja? Sana, zamani sana. Karibu sijui miaka mingapi. Kwa hiyo hapo ulifika hapo? Ndio. Hapa palikuwa bado kabisa, hata bado. Kulikuwa hamna. Bado. Kwa kweli wenyewe. Unaona kumbe wenyewe ndio walikuja zamani. Mpaka mama yake aliongea hapa. Ona. Mungu anaweza kama kurudisha hao ambao walipotea zamani. Baba alienda kwake. Wakasambana na mume wake. Wakasambana. Wanaume akabeba vilago vingine akachoma akaondoka, akawa kama vile anichi kidogo. Wanaume akaondoka. Sasa wewe useme wewe si nilikuwa naona huyu anasema huyu. Wewe ulikuwa unaona hayo? Yaani mimi ninasoma huko ninafanya kazi zangu. Ulikuwa bila nataka huyu anasema wewe ndio useme wewe. Anasema ni uongo. Anasema ni kweli. Ndio useme wewe kwamba ilikuwa nini mama yako alikusimulia wewe. Anasema hapo kati wewe uko hapo. Ngoja kidogo nikielezee kwa sababu na mimi nilisimulia mama yake. Na mingine niliona. Niliona. Alipochika pale tena karudia rafiki yake tena akaolewa na mganga. Akaolewa na mganga? Mganga tena mpaka wa kwanza mganga ambaye ndiye alifanya aje hapa. Ndio. Akaachana mganga? Kaolewa na mganga tena. Sasa baada ya huyu kuja hapa juzi. Yule babu, yule ni mbabu kabisa. Babake ni mbabu. Ndio. Akapiga simu kwa kwanza yule mbabu akaona ule moto hapo. Najua nirudi. Akaona kwa sababu nasema ameuona kwa sababu gani? Alimwamsha mamake na huyu siku wa manane. Nani akamwambia aujebona mkojo kakojoe kwanza. Unaona? Aliporudi yule mamake na huyu akamwambia hivi hicho mnachotaka kukifanya mkija kuzulika mimi simu. Kitu gani? Kitendo cha huyu kuja hapa. Aona najua bwana mtu. Akamwambia kitu gani? Mwanao anaenda wapi siku hizi? Anasema mwanao anaenda wapi? Kwanza nikamuuliza wewe sema ukweli. Nilimwambia baba yako yule akambo hamna. Nikampigia yule mama nikamwambia na maana tunapoenda kwa mganga ili tupate kwa mchungaji ili tupate msaada yule babu tena unamwambia. Akasema siwezi kwa sababu hapendi. Umeona? Kajiwaje sasa? Mimi nashangaa niliamka tu usiku. Mama yake anasema niliamsha na huyu babu ananiambia hicho mnachotaka kufanya mkizulika mimi kwa sababu haiwezekani mchungaji atumie maji na chumvi. Huyu anataka watu. Umeona? Huyu anataka watu. Wewe maji yale niliombea hapa. Ameona. Chakula nilikwambia hivi. Hata mimi mamangu ana shida anasema kiuno kinafanya kusumbua. Ukasema yale maji ni fanya. Nimpe. Hata yeye alifikiri mimi nimesema kuja huku. Na yeye pia alinishika mkono akasema wewe nenda. Akaniambia unaokitaka tena sadaka nifanyaje? Nimuombe haniku. Sawa. Sasa kitendo cha kusema hivi yale maji nimpelekee. Alikuwa ameshayasubiria hayo maji. Anasema nasubiria hayo maji. Ndio hilo likamkuta usiku kusema hivi kitu unachotaka kufanya. Nikiwakuta kitu msifanyaje? Msinishirikishe. Wewe kama unaendelea kwenda kuzunguka kwa waganga wewe nenda. Ila hayo maji usitumie. Anakataa maji simiki. Ndio aombea. Akizunguka aende kwa waganga. Ndio asije hapa. Hapa na nini? Maji ya moto. Ndio yule mama nikamuuliza sasa wewe na maana hapo hujajua.
huyu babu anavyoishi na wewe so unaishi naye kwa hiari yako. Ila tu mimi nilikuwa nakushauri kutoka kwa hawa waganga, sababu mimi siwezi tena kukuingilia na huyo mume wako sana. Kutoka kwa hawa waganga, wewe twende kwa baba. Twende tu kaombewe ili uendelee kuwa hai, kuwa vizuri. Ila mimi kwa ninachokiona na mimi sasa nikabidi sana naweza kumshauri. Kwa ninachokiona wewe na mwanao, huyu babu kuna kitu amewafanyia. Ndio maana yule akienda kwa baba kule, huyu anaumia. Mtu anaviona mimi mwenyewe nashangaa najuaje, nikasema setting zake zinaharibika tukienda kule. Umeona, ndio maana labda anajua kwa sababu wewe ukijiuliza anajuaje. Umeona? Basi wewe kienda unaharibu. Sasa umekuja leo kawaharibia waganga wote huko. Wachawi wote waharibie. Na wewe unawaambia wachawi kwa jina hilo. Waharibie wao kuharibia. Waharibie. Wataribia wao ili salama. Kinachokuja kingine, mimi nina shida. Wewe unaangalia kule, unakuangalia. Kwa mimi nina shida. Kama yeye anaona mimi shida kubwa, kwa nini vile shida zangu hivi? Unajiuliza wewe sasa. Unajiuliza wewe. Kwa matatizo yangu yote ninayopitia, mpaka huyu anasema kwa matatizo yangu yote ninayopitia. Kwa matatizo yote hajaanza. Yeye amekuja kusaidika anaona mbaya. Anasema ninakuwa tena nini? Mbaya. Ndio hicho ninachosema. Mimi najikasime. Kwa nini kwenye shida yangu? Sasa hivi tena anaanza kuniita mimi mzigo. Kwa mimi ni mzigo? Mzigo. Ni sasa mimi mzigo kwa kuwa ninataka nimekuja hapa kusaidika ili nisiwe mzigo. Ndio nakuwa tena mbaya. Hata hapo kunakuwa yaani shida hapo inakuwa ni nini? Sasa unaniuliza mimi au unajiuliza? Hapa ni kuuliza. Najiuliza kupata majibu. Majibu rahisi tu. Kupona kwako ni kero kwa wachawi. Yaani uponyaji wa mtu aliyekuwa na kuroga unapopona yeye anaridhika. Kwa hiyo wewe unapopona hapa yeye anaridiwa. Ndio maana nachukia kwa sababu anaridiwa. Alichokitengeneza kwako kinaharibika ndio maana pia ndio jibu hilo hapo. Kwa matatizo niliyokuwa nayo. Na kama anasema yeye simdanga na uwezo wa kunisaidia. Kwa nini hataki kunisaidia mimi kwa matatizo niliyokuwa nayo? Anahisi kama vile mimi mama nitamsaidia, atafaidika sana. Au kutakuwa na shida gani hapo? Au wewe yaani sijaelewa hapo yani. Kwa maana unaniuliza swali mimi au unaniuliza Mungu? Nimeshajiuliza mimi mpaka nimefeli baya. Kama umetoka kwenye mikono ya wachawi umeamua kwa Yesu, lazima uwe na wadui na wachawi na waganga. Wewe ni mganga ni mchawi. Ni elimu nyingine, ukishajitenga ukaja huku ni maji na mafuta. Hamtapatana. Na wewe ni mkombozi pia mama yako. Kwa kuja hapa mama yako anafunguliwa, wewe unafunguliwa, mama yako anakuwa safi na kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu mafuta na maji havipatani. Hakuna mganga anayepatana na damu ya Yesu. Sawa? Umeelewa? Unajua? Sasa kazana hii. Kiona nimepotea wewe hata na. Sawa? Kiona nimepotea tu haonekani ghafla wewe hata na. Anatapotea tu. Sawa? Mungu akubariki sana. Unajua sio mchezo kusema shuhuda mbele za watu hao. Shuhuda yake ni ndefu. Lakini aliweka kwenye mpangilio na pia ameshtukizwa. Angeweza kusema mwanzo mpaka sasa hapa ni kama anakumbuka kidogo anasema haikumbuka haka mpaka wakati pale ni sawa. Sasa mimi hapa yani nina shida. Sio nilikuwa na shida. Huko nimesaidika ila anasema nina shida. Sasa anasaidika wapi? Unachanganya mambo. Hayo ile. Kwa hiyo sio rahisi sana kusema shuhuda mbele bila kujiandaa vizuri, lakini nilijitahidi. Na mateso niondoka ndio maana mpaka napata kusema. Mungu akubariki sudi nyuma. Sawa? Na wewe sudi nyuma. Mara tunakutana wote wenye vitu tunafanana. Tutakufanana
mnafanana, tunaondo kufanana. Na watu wanaishi na roho za ulisi mbaya. Sasa hizi roho za ulisi na wewe unaye roho za utajiri, alafu nyinyi mnalisi roho ya matatizo. Unashangaa wewe hujui, kumbe unaishi kipembe na unaishi nacho, kipo ndani yako. Unaishi na pembe la mbuzi, haujui katika roho. Tunaenda kufichua kesho. Kesho tunafichua hilo pembe. Linafichua na linaangushwa. Sio lazima waangushwe. Mungu awabariki. Mtaishi vizuri kwa upendo na Mungu naomba. Sawa? Usiache kuomba. Neema Yesu isiwaache. Barikiwe sana. Amen. Pigie Yesu makofi. Sasa tuishie hapa kwa sababu kesho tutakuwepo. Kesho tutakuwepo. Tuishie hapa. Mengine yataendelea mbele. Tunaanza kesho Jumatatu, tunaenda Jumanne, Jumatano tutamaliza Alhamisi. Jiandae. Wabaya waache mbaya. Situsimame. Simama. Sema Bwana Yesu, nasogea mbele zako na kuhitaji wewe na nguvu zako. Na kuita wewe na nguvu zako kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa ibada hii. Asante kwa uponyaji. Asante kwa matendo makuu kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya Masai. Asante kwa ajili yangu na asante kwa ajili ya familia yangu. Ninakushukuru Mungu kwa neema uliyonipa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, najiweka wakfu kwa ajili ya maombi yanayoanza kesho. Najiweka wakfu mbele zako Mungu, mbele zako Roho Mtakatifu. Najiweka wakfu kuanzia sasa. Najiweka wakfu na kuiweka wakfu wiki nzima. Naiweka wakfu wiki nzima. Naiweka wakfu wiki nzima na siku 4 za maombi, na kabla ya siku 4 kuisha nikapokea muujiza wako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea. Pokea. Pokea neema ya kushinda. Pokea neema ya ushindi na ukashinda bidhaa. Epukana na makwazo unapofanya maombi. Leo niweka watu kwa ajili yako, najua makwazo hayana budi kuja. Wahi kuyakimbiza ndani ya moyo wako. Yafute makwazo mapema. Usikae na makwazo. Unapofanya maombi haya hakikisha kila kwazo linalokuja liondoe mapema. Futa kabisa lisikae ndani yako, ili sipate nguvu ya kuzuia maombi yako. Na ukiona hata kama kuna mtu amekudhihaki, kuna mtu amekuchukia kwa sababu ya maombi haya, usijali. Ni ushindi wako. Unaochukiwa ni ushindi wako, wala sio wewe. Ni kile ambacho Mungu anataka kukiachilia kwako. Na ndio maana adui yako aliyezuia lazima achukie. Na kama hajachukia atatuma watu wa kuchukia. Na akituma watu wa kuchukia, wewe simwangalie anayechukia. Wewe songa mbele, angalia anataka nini kwenye maisha yako. Na Mungu anafanya maajabu kwenye maisha yako. Huyu Mungu wetu hata kuacha wewe. Na sasa hivi ninaposema hivi niweka watu, kuna watu utaanza kuona ishara ndani yako. Hello? Na kama kuna mtu ndugu yake na anapendana naye, anatamani awe mzima, weke kwenye huyo na picha au mwandike jina lake. Unataka awe salama kokote alipo. Unataka awe mzima, kama na magonjwa, na kama mmekusahau, inawezekana mlikuwa na uhusiano, mlikuwa mnawasiliana vizuri, lakini akakupotea na uelewi, dhambi yako sana. Andika jina lake kwenye karatasi jeupe. Lakini pia kama una picha, unakuja na hiyo picha kuanzia kesho na kuendelea. Lakini pia unapoomba haya maombi, andika kwenye karatasi pia kama mwanzo ulivyofanya. Andika karatasi jeupe isina chochote. Andika yale maombi manne. Uliandika matatu, sasa andika manne. Unachagua uandike kitu gani kile cha kwanza. Utajua mwenyewe. Haleluya. Mambo manne.
nifunge siku 4. Namaliza maombi siku ya Alhamisi, na ndio siku ya ibada yetu. Kwa hiyo unaandika huyo mtu, lakini andika yale mahitaji yako, mambo yako unayohitaji ya muhimu. Katulie, usiandike tu na dai 15 pale ile fulani nataka nipe. Sio maombi. Wale 20 naandika kwenye maombi, hayo sio, ni kitu kidogo sana hicho. Tunapomtaka Mungu na nguvu zake, tunapohitaji Mungu atubariki, tunamtaka Mungu ana nguvu ya kudai pesa yoyote, hata kama ni milioni 100 itakuja. Chochote kigumu kinakuwa rahisi. Kwa hiyo anza kujitengeneza sasa, ukitoka hapa kujiweka vizuri, hapo jipange kwa ili uandike kitu kizuri ambacho kitakuwa kina maana. Wewe unaandika nataka niwe shati nzuri. Wewe shati nzuri ndio vya kuandika hivyo. Usiandike kitu kidogo, andika kitu kikubwa. Imani inataka vitu vikubwa, andika vitu vikubwa, mambo makubwa. Mungu wetu ni wa mambo makubwa. Wewe nenda kaandike vitu vikubwa, na hiyo vitu tunavyoandika karatasi lako utaliweka hivi kwenye kifua chako. Utasema jinsi karatasi lile nyeupe ndivyo moyo wangu ulivyo, na utaandika lini? Kesho jioni. Haleluya! Ilivyo karatasi hii ndivyo moyo wangu ulivyo, na kuhitaji sasa Mungu na nguvu zako ndani yangu, ili yale ninayotaka kuyaandika yakatimie. Umeelewa? Nipige makofi kama umeelewa. Amen. Sasa ninakuombea baraka za ulinzi, ili utembee na ulinzi. Uende na ulinzi huu. Uende na malaika wa ulinzi watembee na wewe. Unaweza kuinua mkono wako. Baba Mungu uliye hai, na kushukuru. Asante kwa neema, asante kwa nguvu zako. Asante kwa ibada nzuri. Tunakushukuru kwa uponyaji. Asante kwa shuhuda. Asante kwa neno lako. Asante kwa kutupa nafasi nzuri ya leo. Tuko hapa kwa ajili yako. Niko hapa kama kiongozi wa watu hao wote wanaotazama na kunisikiliza. Wanakusikiliza wewe. Na liinua jina lako kwa ajili yao. Baba, ulilizie kuwatamkia baraka. Baraka za mwili na roho. Maisha yao yakabadilika. Leo tumepanga hapa tukiikiwa madhabahuni maombi ya siku 4. Haya maombi Mungu tumeweka wakfu masaa haya, na kila mtu mmoja mmoja amejiweka wakfu kwa kutamka katika dini tatu. Ninaamini hakuna jambo gumu kwako. Yote kwako yanawezekana. Kwa kuwa yote kwako yanawezekana, Mungu, naamini kwa watu hao hakuna maskini wala fukara, na hakuna mtu wa kuonewa. Hapa hakuna mtu atakayekufa wala kufiwa kuanzia leo hii. Na kufunga roho za magonjwa kwa watu hao. Na kufunga leo maskini na ufukara katika jina la Yesu. Baba, kwa neema yako, kwa maombi haya machache niliyoomba, wabariki watu hawa wanapotoka hapa kuelekea nyumbani. Malaika watangulie, waende mbele yao, waende nyumbani mwao, kila mahali utakapokanyaga siku ya leo ikawe baraka kwenye maisha yao. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, watu hawa wamebarikiwa. Amen. Amen. Barikiwe sana. Tumwende nyumbani. Tume bado sadaka. Wangani wasema tupe sadaka. Kuna moyo wa ibada. Nitakujua kama kuna watu wanasema afadhali sahau. Mimi sio nasahau. Wajibu wa kutoa sadaka unao wewe. Mungu ana wajibu wa kubariki wewe. Kwa hiyo siku ukijisaulisha ni wewe unataka kusauliwa. Ukijikumbusha ni wewe unataka kukumbukwa na baraka ya serikali ya mbingu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama umeshika sadaka unaweza kuinua mkono wako kuombea. Kuna wageni hapa? Na mtu mgeni mara ya kwanza kuja hapa? Yupo? Pita hapa mbele. Pita hapa mgeni. Ni kama analala. Na ukitaka fuatilia sana, watu wengi wanapotembea njiani, wewe fuatilia. Utaona naongea peke yao. Sasa basi. Peke yake anaongea. Hapo kitoa sauti ni nini? Maisha haya. Anaongea peke yake. Utajua kama kuna kitu kimeingia ndani kinafurumia.
lakini kwa macho ukipakata mafuta utashukuru Mungu aliyetengeneza watu wa kutengeneza mafuta, aliyeumba watu kwa ufahamu kutengeneza mafuta. Hata ya kula yapo, blisi unaweza kupaka oil, zote hatuzikosa katika hizo vitu. Ukipaka unaonekana ni mtu mzuri alafu mzima, lakini ndani huko ndio utajua. Kwa binti yangu, Mungu akubariki. Karibu ni maombi haya. Na wewe kuja kuombewa hapa leo ni maombi, kesho unapona. Chochote ukitaka utakipata. Hata kama ulikatalia na mume wako alikukimbia. Kama unamtaka atarudi. Kama unamtaka arudi. Ndio kwa imetoka hiyo. Chombo kipya kinakuja hapo. Yesu wewe. Kama mtamani utaki kabisa, ndio alishaenda alienda. Na umpendi arudi, hatarudi. Ukitaka arudi anarudi. Lakini wewe unapoteza kibali kwenye ndoa yako. Kuanzia kesho kibali cha ndoa kinarudi. Kuna mtu anaishi kwenye ndoa ni kwa sababu tu nyumbani kwao mazingira yanakataa. Sio kwamba anapenda, wala sio anapenda ndoa hiyo, ni kwa sababu mazingira yanakataa. Na ukiangalia hapa 90% wengi sana hapa ni watendwa wa ndoa. Wametendwa kwenye ndoa au uhusiano. Hiyo imesharibika. Na hata leo ukimwambia akurudie, na kama alikufa asema afufuke, asema yani waweke na juu. Asitoke. Kama anafufukaga asifufuke, asubiri kufufua yeye mwenye huruma kuliko za kwangu. Lakini akisema leo arudi hawezi kubali. Hiyo ile kana hiyo. Hata naona binti pale na mtoto wake mgongoni, ndio basi na mzigo wake. Maana anaga mtu anajitosha hivyo hapa anapanda basi. Naambia wewe kuna buti ya kuweka mzigo. Wasitoshe gari. Yesu. Kwa hiyo kuna anateseka, lakini hajui atatoa wapi ya mateso. Ndio hapa sikia kesho mateso yanakuwa bye. Wanandoa tundoa tutakuwa nzuri. Lakini nirekebishe kamdomo kako hapo. Wewe sio chiriku. Chiriku ndio anayeongea bila sababu na aeleweke anaongea nini. Lakini wewe unaeleweka na Mungu ameweka mfano kwako, lazima uongee vizuri ili ndoa yako isiharibike. Na hata jamaa kama anataka kuilisha hata ailisha. Na lazima yafundishe sana kwa lakini wapo. Na wafundisha tu. Kuna mtu ndoa yake nyumbani wanajikaza tu. Hata wanaume wanashinda kwa kurudi kwa sababu ya kamdomo. Chiriku na tania. Unajua chiriku naongea tu yote kiona chochote. Ikiwa nani karatasi naongea. Ikiwa kishindo cha bati naongea. Sio chiriku. Nani anafahamu chiriku? Kasuku ile. Kasuku naongea na yeye na wale hapa iko hapo ile ngapo ongea mimi ndio. Wewe nani kwa hiyo useme? Wewe kasuku tutaoa. Wewe sio kasuku bwana. Wewe una vitu vichache vya kuongea kwenye kinywa chako na hiyo baraka kwenye maisha yako. Lakini vingine hivyo sio faida kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaweza kusema mimi mume wangu anipendi. Wewe mwenyewe umesababisha sikupendi. Kamdomo si kamdomo kabibi unachukua si kababu. Watu mnatembea kidogo kwa bibia. Kang'oke kamdomo hapo. Uchukue mdomo mmoja wa Yesu. Anaongea vizuri maneno yote yanakolea mudi. Mume wako akisikia anasikia raha masikioni. Sasa mume wako mpaka lazima masikie. Kuongea kwako mpaka unajifunga kidogo ili mtukane na kumtukana. Kwa kweli hiyo roho nataka iondoke kesho. Haleluya. Kwa hiyo hapa tumeathiriwa na mahusiano ya ndoa, uchumba huku ndani na mnatembea naye. Wengine yuko na watoto wake, akaangalia watoto hivi. Ukiambia mwanae amefanana baba, shindwa. Wewe umefanana kwetu. Sasa yeye huyu mama wangu kabisa, wewe fanana naye, ni mtoto wa kiume wewe. Mtoto wake wa kiume anasema fanana nani? Na mama kwa sababu amechukizana na baba alimtenda kamwacha. Kwa hiyo ukimwambia amefanana na baba yake, mnapishana hapo hapo. Tena shida kabisa. Lakini mtu akimsumbua anasema, "Kwenda hapo, akili kama za babako unanisumbua, utakwenda kwa babako." Na amembeba mgongoni anasema hivi. Na kile sasa kakinyamaza. Kana kuchengesha kwa kanajua mtu mama akili yake hapo vile mcheketi. Kana kuchekesha unanunua andazi. Haya kula usinisumbue.
Wakati ndio umesema kitu kama baba yake nimchukia, unamlia andazi. Ukimlia andazi, anasimama mgongoni. Baba, mali ya baba hiyo. Kama ile kinuguu amesimamisha hivi na andazi ikamekata nusu. Wewe kaa hapo ngomenda kuangusha kama ndio kama nilikuwa nafikiria inaeleza na hivi. Wewe watoto wanamfanyaje? Mgongoni. Anainua mbele yote yuko hivi. Unapiga hivi kana simamia tena. Huko andazi iko juu. Na unasema analekita kama nani? Ataanza kusumbua huyo. Kama anafanana na baba yake. Kama kita kama baba yake. Ataatende kusumbua. Haleluya. Unakuja kuchukia kwingine bila kusababisha matatizo mengi. Unachukia unampa tena yule ambaye umpendi, unampa picha mwanao. Sasa kukomesha naye mgongoni. Hapa kama ndio anasema bajaji ya baba hiyo, hata kama hayupo hiyo hapa ninayo mimi, na wewe kumtupa utalea mpaka alitembea mwenyewe leo. Bajaji ya baba kaa ni wewe, hii si hoteli ya babangu. Unampiga kumtupa, siendelea kumwambia tu haya mimi bajaji ya baba haitaki. Haleluya. Wewe changu itakuwa vizuri. Itakuwa vizuri. Leo tuombee watu. Leo tunawatangazia watu kuja kwenye maombi kesho. Kwa hiyo maombi wewe kama una chochote kesho tu. Vyote kesho. Sawa? Na bariki maji haya na kuweka watu. Sio maji yako. Maji kwako ni nguvu ya Mungu. Katika jina la Yesu. Maji pokea nguvu. Maji pokea nguvu. Chumvi pokea nguvu. Sio chumvi ya kawaida. Sio moto kwa wachafu. Wenye ila wote wafanikiwe. Kwa jina la Yesu. Maji pokea nguvu. Chumvi. Na bariki maji haya na weka wako na nguvu ya Mungu. Kwenye kazi ya kawaida. Shala miujiza vita. Kwa jina la Yesu. Maji. Karibu kila giza. Kila roho ya kinyume katika Mungu aona mwili. Kasambatika. Yote ni mbaya. Tena ayabariki maji haya na weka watu kwa nguvu ya Mungu. Maji pokea nguvu. Maji pokea nguvu. Sio maji ya kawaida. Maji ya pako kwenye magoti. Ya roho zote hizo kinyume. Karibu kwa jina la Yesu. Ninaweka watu maji haya, sio maji ya kawaida. Maji ya pako ni nguvu ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Maji pokea nguvu. Maji pokea nguvu. Kwa damu. Ninaweka watu maji haya, ya maji pako ni nguvu, sio kawaida. Wenye mwili na roho. Giza. Kwa jina. Ninaweka maji haya na kuweka watu, sio maji ya kawaida. Maji ya pako ni nguvu. Wenye mwili na roho. Giza. Karibu kwa damu. Ninatia neema Mungu. Ndani maji haya, sio maji ya kawaida. Maji kwako Mungu. Kwenye mwili na roho. Kila tatizo liwasilini ni karibu. Maji pokea kwa kipisi. Ninaweka watu maji haya, sio maji ya kawaida. Maji kwako Mungu. Maji pokea nguvu. Maji pokea upako. Sio maji ya kawaida. Katika jina la Yesu. Kaponi mwili na roho. Kwa damu ya Yesu. Amen.